Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Je, mtendaji anayo faida gani katika yale anayojishughulisha nayo? Nimeona taabu ambayo Mungu amewapa wanadamu ili kutabika ndani yake. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Mimi najua ya kwamba hakuna jema kwao kupita kufurahi na kufanya mema maadamu wanaishi. Tena ni karama ya Mungu kila mtu apate kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote. Najua ya kwamba kila kazi aifanyayo Mungu itadumu milele. Haiwezekani kuizidisha kitu wala kuipunguza kitu, nayo Mungu ameifanya ili watu wamche yeye. Yale yaliyoko yamekuwako na hayo yatakayokuwako yamekwisha kuwako, naye Mungu yatafuta tena mambo yale yaliyopita. Zaidi ya hayo, nikaona tena chini ya jua ya kwamba mahali pa hukumu upo uovu na mahali pa haki upo udhalimu. Nikasema moyoni mwangu, Mungu atawahukumu wenye haki na wasio haki, kwa kuwa kuna wakati uko kwa kila kusudi na kwa kila kazi. Nikasema moyoni mwangu, ni kwa sababu ya wanadamu, ili Mungu awajaribu nao waone kuwa wao wenyewe wafanana na wanyama. Kwa maana linalowatukia wanadamu linawatukia wanyama. Jambo moja la watukia, anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu. Naam, wote wanayo pumzi moja, wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama, kwa maana yote ni ubatili. Wote huendea mahali pamoja, hutoka katika mavumbi na hata mavumbini hurudi tena. Ni nani ajuaye kama roho ya binadamu huenda juu na kama roho ya mnyama huenda chini? Hivyo nikaona ya kwamba kuna jema kupita mwanadamu kuzifurahia kazi zake, kwa sababu hili ni fungu lake, kwa maana
atakayemrudisha tena, ili ayaone yatakayomfuata.